Mtazamaji wa meza ya habari, ikiwa siku ya leo ni kumbukizi ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siku ya leo ametimiza miaka minne toka wakati ambapo Mungu alimpenda zaidi. Na hapa nipo eneo la Ubungo, eneo ambalo hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ameweza kuacha kumbukumbu kubwa sana kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama unavyoona, hili ni daraja la juu la John Kijazi. Ni miongoni mwa miradi ambayo hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ameweza kuifanya na ameweza kuacha kumbukumbu kubwa sana kwa wananchi wa Dar es Salaam au wananchi wa Tanzania. Na kwenda kuzungumza na wananchi, tuone kwa upande wao wanamwenzi vipi hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Fadhili Jairus Yakobo. Fadhili, siku ya leo tunakumbukiza miaka minne ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa upande wako unamkumbuka kwa yapi? Mimi namkumbuka kuhusu wamachinga barabarani. Kwa nini tunaonewa mamachinga? Natamani kujua enzi za JPM hali ilikuwaje na sasa hivi hali iko vipi? Kweli siwezi nikazungumzia hali. Maki mimi kipindi hicho nilikuwa bado sijui yani mambo ya maendeleo. Yeah. Yaani nataka kujua, ni machinga umelalamika kwamba hali iko mbaya. Kipindi cha JPM kulikuwa kuna kitu gani na sasa hivi unaona kuna kitu gani ambacho kwa upande wako unamkumbuka Rais Magufuli? Mwanzo kabisa wamachinga walikuwa wanafanya kazi kwa uhuru, ila kwa sasa hivi mtu hawezi ukafanya kazi kwa uhuru. Ina maana kwamba sisi tunapofanya hii kazi tunakamatwa. Je, wazururaji nao wachukuliwa hatua gani? Unaombi gani kwa serikali ya sasa hivi inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan? Mimi naomba hawa machinga waendelee kufanya kazi yao, pia na wazururaji nao wachukuliwa hatua. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Kazi njema. Kwa majina anaitwa Mesha Kinyunza au watu wananiita Mwagito Mnyalu. Mnyalu, kwa upande wako, ikiwa leo ni kumbukizi ya miaka minne ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, unamkumbuka kwa kitu gani? Kwanza Rais John Pombe Magufuli tunamkumbuka kwa vingi. Kwanza ametutengenezea barabara, tumepata sisi madereva, tumepata urahisi. Tulikuwa tuna foleni sana. Kwa mfano unaenda Kariakoo hapa Ubungo palikuwa pana foleni sana mpaka alikuwa anatuletea shida, lakini ametutengenezea flyover. Watu tunapita ni chapu, ukienda Kariakoo hapo unawahi kurudi ile foleni. Hata unavorudi watu wazazi ambao wameoa nyumbani, kwa mama walikuwa wanachelewa kuwahi watoto nyumbani kwa sababu kulikuwa kuna foleni. Mtu anatoka Kariakoo kule saa 2 nyumbani anafika saa 6. Kwa hiyo John Magufuli tunamkumbuka kwa kututengenezea sasa sema deva barabara, vitu vingi, hospitali zingine amejenga nyingi sana. Kwa hiyo tunamkumbuka sana. Kwa majina anaitwa Hamisi Jafari Saidi, mkazi wa Tabata hapo. Hamisi, leo tumefikisha kumbukizi ya miaka minne ya hayati JPM. Kwa upande wako unamkumbuka kwa kitu gani? Kwa upande wangu mimi JPM, Rais John Pombe Joseph Magufuli, mimi namkumbuka kwa vitu vingi sana, kwa sababu ukimzungumzia rais kama huyo ni mtu ambaye alikuwa mchapakazi, alafu pia ni mtu ambaye alikuwa na maamuzi ambayo yako positive sana, na alikuwa na maamuzi ambayo akisema kitu basi moja kwa moja anakuwa na implement hayo mambo yake ambayo ameyazungumza. Ni mtu ambaye alikuwa anafanya kitu ambacho anakisema, sio mtu yule wa kusema kwamba anatumia sana siasa kwamba akishazungumza kitu basi ndio imekwisha. Ni mtu ambaye alikuwa akisema kitu basi ni mtekelezaji pia. Na pia naweza nikasema namkumbuka pia kwa vitu vingi ambavyo amefanya, hususan kama miundombinu hapa nchini, pia kafanya vitu vingi, unaona. Hususan kwa mfano naweza kusema let's say daraja la Ubungo hapa John Kijazi, pia ile yote ni kwa sababu yake, japo kuwa ilikuwa katika mfumo ambao ilikuwa katika naweza kusema katika malengo ya nchi, lakini yeye ujio wake yeye rais awamu ya 5 pia kafanya kitu ambacho kitekelezeke ndani ya naweza kusema ndani ya muhula wake yeye. Mimi ndugu Andrew Marijani. Bwana Andrew, kwa upande wako unamkumbuka hayati JPM kwa mambo yapi haya? Ile namkumbuka kwa mambo mengi sana. Kwanza hizi flyover naziona hapa zote, amepunguza msongamano wa magari ambao alikuwa anasumbua sana. Pili, nchi ilikuwa haina ndege. Ndege ilikuwa anakodisha.
Sasa hivi ndege zimekuwa ni nyingi. Reli ya mwendo kasi SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, bwawa la Mwalimu Nyerere. Kitu cha mwisho, yule bwana yule kiongozi kwa kweli alikuwa anathamini watu maskini, alikuwa anajali sana, mpaka mama ntilie. Kwa kweli alisema mtanikumbuka, na kweli tunamkumbuka mpaka kesho kwa yale aliyoyatenda mema. Mungu ampe umri mrefu. Naitwa Catherine Shadrack. Mama Catherine, leo ni kumbukizi ya miaka 4 ya hayati JPM. Kwa upande wako unamkumbuka kwa vitu gani? Namkumbuka kwa vitu vingi alivyovifanya. Kwa mfano, ili daraja la Kijazi ametengeneza, alafu barabara nyingi, alafu mambo tu ameyatengeneza mengi, tumeyaona mpaka alivyoondoka. Tumeona vitu vingi alivyovifanya kwa kweli. Kwa upande wako kama mwanamke, unahisi hayati JPM aliwagusa vipi wanawake? Wanawake kwanza alitupendelea, akasema kwamba fanyeni biashara. Tukawa tunafanya biashara, kwa kweli tumefanya tu biashara vizuri, kwa sababu alituruhusu pembezoni mwa barabara kama hivi tufanye biashara. Tukawa tunafanya tu biashara vizuri. Maendeleo tukawa tunayaona. Naitwa Musa Malandula. Musa, kwa upande wako unamkumbuka hayati JPM kwa mambo yapi ambayo ameweza kuyafanya? Ni mambo mengi sana ambayo namkumbuka, kwa sababu kwanza ni rais ambaye alikuwa ana uthubutu wa kufanya jambo bila kusikiliza maneno ya watu, kwa sababu amefanya vitu vingi sana, na vile vile kwa mtu mwingine asingeweza, na ndio maana alikubali kusacrifice maisha yake ili kwa ajili, yani hana tofauti na Yesu, kwa sababu Yesu alikuja ulimwengu, alikubali yote kufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Na rais tunamfananisha hivyo kwa sababu alifanya vitu vikubwa sana. Ukiangalia flyover, ukiangalia shirika la ndege, ukiangalia mambo ya reli, yani vitu vingi amevifanya. Na hata hivi sasa hivi unavyoona barabara ilikuwepo katika system yake. Kuna jengo hilo la hapo Bungo Plaza, ni sehemu yake alifanya. Lakini mimi niseme kitu kimoja, ni kwamba ni rais ambaye aliweza kufanya vitu vikubwa na kwa ujasiri mkubwa, na ni rais wa kuigwa kwa kweli kabisa. Rais wa kuigwa, amefanya vitu vikubwa sana Tanzania na ameacha alama kubwa sana, na mpaka sidhani kama huenda akatokea kama yeye. Mtazamaji wa Meza ya Habari, haya ni maoni ya Watanzania ambao kila mmoja amezungumza kwa namna yake, namna ambavyo anamkumbuka hayati rais wa awamu ya 5 Dr. Joseph Pombe John Magufuli. Hakika ameweza kutenda mambo mengi hapa nchini kwetu Tanzania. Tunazungumzia daraja la juu la John Kijazi, lakini pia tunazungumzia shirika la ndege, nazungumzia ATCL, lakini pia tunazungumzia SGR. Vyote hivyo ni miradi ambayo imesimamiwa na hayati John Joseph Pombe Magufuli, na siku ya leo ni kumbukumbu ya kumwaga inafanyika kule nyumbani kwake Geita, ambapo viongozi wa serikali wengi wamefika eneo lile kama Waziri Bashungwa, Waziri William Lukuvi, pamoja na mama pamoja na ndugu wa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, pamoja na mama Janet Magufuli, wako katika ibada maalum kwa ajili ya kumwombea katika hii miaka 4 ya pasipokuwa na hayati John Joseph Magufuli. Nikiripoti kutoka hapa maeneo ya daraja la John Kijazi Ubungo, ni mimi Salma Juma, Meza ya Habari, Jova Jire TV.